umetoka katika vifungo vya aina yote vimekuachia. Hiyo ndio ibada, hiyo ndio alama kubwa zaidi. Na unapokuwa kwenye ibada, kama nilivyosema, unaanza sasa kufunuliwa, unaanza kumjua Mungu, unaanza kumwelewa. Katika ibada ndio tunamjua Mungu, tunamwelewa Mungu. Mungu anaanza kujifunua kwetu, ni Mungu wa namna gani? Mungu anaanza kujifunua kwako, ni Mungu wa namna gani? Wakati ule Adamu na Hawa ameumbwa akaweka kwenye bustani ya Edeni, Mungu alianza kujifunua kwao, ni Mungu wa namna gani? Wakati ule Ibrahimu ametoka kwenye ukoo wa miungu akatengwa, alipofika tu kwenye ile nchi ya ahadi, manake amefika kwenye sehemu ya ibada, Mungu akaanza kujifunua kwake, ni Mungu wa namna gani? Musa wakati anachunga kondoo, amechunga kondoo vya kutosha, siku tu ameenda kwenye mlima wa Mungu, maandiko anasema Mungu akajifunua kwake, ni Mungu wa namna gani? Anamwambia mimi niko ambaye niko, amejifunua kwake kwa namna hiyo, kwa sababu mwili wake, maisha yake ameyafungua sasa yawe ibada. Unapoanza tu kumwabudu Mungu, unapoanza tu kumwabudu Mungu, tayari Mungu anaanza kujifunua kwako. Na anapojifunua kwako, Mungu anachokifanya ni nini? Mambo mawili hasa makubwa. Mungu akijifunua kwako, cha kwanza unaanza kumjua Mungu ni wa namna gani. Cha pili, Mungu anapojifunua kwako, unaanza kujijua wewe ni wa namna gani. Tunapokuwa katikati ya ibada, muhimu sana nisikilize hiyo, unapokuwa katikati ya ibada, cha kwanza au unapoanza kutengeneza moyo wa ibada, unakutana na Mungu, cha kwanza unaanza kumjua Mungu ni Mungu wa namna. Mungu anajifunua kwako ni Mungu wa namna gani? Halafu Mungu anakufunua wewe mwenyewe ni wewe mwenyewe wa namna gani katikati ya ibada. Mungu anajifunua kwa Musa, anasema mimi ni niko ambaye niko. Lakini pia Mungu anamfunua Musa, anasema vua viatu vyako. Anamfunua Musa ili ajione yeye ni mtu wa namna gani. Tunapokutana na Mungu sehemu ya ibada, Mungu anajifunua kwetu yeye ni Mungu wa namna gani. Sasa katika ibada ndipo sehemu ambayo ufahamu wa kimungu unaanza kuja kwetu. Maandiko anasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 8 na ule mstari wa 10:31. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 anasema hivi: basi Yesu akawaambia wale wanafunzi waliomwamini, anawaambia wale wanafunzi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, manake ninyi mkiwa sehemu ya ibada, yani mkiuruhusu moyo uwe sehemu ya ibada. Alafu anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hajaishia tu hapo, pointi ya 32 ndo naipenda zaidi. Anasema tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Manake unapokuwa sehemu ya ibada, unaanza kuifahamu kweli, halafu hiyo kweli sasa inaanza kukuweka huru. Kama haujaijua kweli, bado uko kifungoni, bado umefungwa. Kama haujajua kweli ya kwamba Mungu anabariki, bado uko kwenye kifungo cha kutokubarikiwa. Kama haujajua kama Mungu anaponya, bado kama haujaijua kweli ya kuponya, ya uponyaji wa kimungu, bado uko kwenye magonjwa. Anasema nanyi mtaifahamu kweli mkiwa katika ibada, mmekuwa wanafunzi. Halafu anasema sasa mtaanza kuifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Hatuwekwi huru kwa maombi peke yake, tunawekwa huru kwa kuijua ile kweli tunapokuwa katika ibada. Bwana asifiwe sana. Unapoijua kweli sasa, ndio mwanzo wa wewe kuwa huru. Nikupe mfano mmoja. Kama haujui kupika, bado utaendelea kuwa mtumwa wa kwenda kula sehemu nyingine kwa kina mama ntilie. Lakini siku ukijua kupika, tayari umeijua kweli, na hiyo kweli inakuweka huru, haweni tena kule. Kwa hiyo tunapoijua kweli, ndio mwanzo wa sisi kuwa huru. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Unakuwa huru, unakuwa huru mbali na magonjwa, unakuwa huru mbali na mapepo, unakuwa huru ndani na kutokufanikiwa, unakuwa huru na maagano ya giza, unakuwa huru na umaskini. Maana yake sasa unafunguliwa, unapata afya njema, unapata uzima, mahitaji yako, unakuwa mtu wa tofauti. Mungu anaanza kukutajilisha na kukushibisha.
Jambo la pili, jambo la kwanza tumesema ibada ni alama ya kwamba haupo chini ya utumwa wa shetani, na tukasoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, tumeona ya kwamba maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 12 ya kwamba mtakapowatoa wana wa Israeli, Mungu anamwambia na dalili ya kwamba nimekutuma, watakapotoka watamwabudu Mungu katika mlima huu, wataniabudu katika mlima huu. Kwa hiyo wanapotoka utumwani, dalili ya kwamba hawako utumwani ni ibada watakayonifanyia katika mlima huu. Jambo la pili, ndani ya ibada kuna kila kitu mwanadamu au mtu anachokihitaji au anachokihitaji kwenye ibada. In the worship, in honor, kwenye ibada kuna kila kitu. In glorify, kuna kila kitu kwenye ibada. Kuna kila kitu ambacho mwanadamu anakitafuta, kila kitu. Mafanikio ya mtu yoyote yamefungwa katika ibada. Unapotembea na Mungu, unapokuwa moyo wako au mwili wako au wewe mwenyewe umejitoa kuwa ibada, unaanza kuanza kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mafanikio yako yamefungwa katika ibada. Uzuri wako umefungwa katika ibada. Mafanikio ya ndoa yako yamefungwa katika ibada. Utajiri wako umefungwa katika ibada. Chochote ambacho mwanadamu anakitafuta, chochote unachokitafuta kimefungwa katika ibada. Sikilize, utaelewa. Chochote unachokitafuta kimefunga au kimefungamanishwa katika ibada. Muulize Adamu, atakwambia maisha mazuri aliyokuwa ameyaishi ni kwa sababu yalikuwa yamefungamanishwa katika ibada. Ndio maana mwanadamu akiona maisha ni magumu, kama hayuko kwa Mungu, ataenda kutafuta vitu kwa waganga ili afanikiwe. Mwanadamu akiona hana mtoto, ataanza kutafuta msaada kwa waganga ili afanikiwe. Mwanadamu akiona mambo hayaendi vizuri, anatafuta msaada sehemu ambayo kuna chanzo cha ibada ili kusudi apate kufanikiwa. Ibada inatengeneza au ndani ya ibada kumefungamanishwa kila kitu unachokihitaji. Kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari ule wa 5 na wa 7. Luka sura ya 4 mstari wa 5 na wa 7. Maandiko yanasema akampandisha juu. Huyu ni shetani wakati anamjaribu Yesu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Amempandisha juu, anamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe. Sikiliza, haya maneno ni makubwa, mazito sana. Nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Miliki yoyote iko mikononi mwa shetani. Kipindi hicho Yesu sasa hajaununua ulimwengu pale msalabani, hapo anapitia majaribu. Anasema hivi, nitakupa hii miliki yote na fahari yote kwa sababu imo mikononi mwangu. So mwanadamu hauna vitu, kwa sababu shetani alichukua ile miliki pale bustani ya Edeni. Mwanadamu aliyokuwa nayo akamnyang'anya kupitia anguko la dhambi. Sasa shetani yuko navyo, anasema nitakupa hivi vitu ambavyo umeviona kwa dakika moja, kwa sababu viko mikononi mwangu. Lakini angalia sharti ambalo anampa, mstari ule wa 7. Anasema hivi, basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Ukisujudu, if you will worship before me, you will worship before me. Nitakupa ukisujudu. Maana yake nini? Maana yake shetani ana vitu, lakini sharti la kukupa vitu ni mpaka uwe na moyo wa kuabudu, moyo wa ibada. Jamani, Mungu ana vitu. Mungu hatoi tu vitu hivi hivi, ni mpaka uwe na moyo wa ibada wa kumwabudu Mungu. Watu wengi leo wana struggle, hawana moyo wa ibada na wanajua watafanikiwa.
Mafanikio hayatoki nje yoyote pasipo kuabudu. Ndio maana yoyote anaenda kwa shetani, cha kwanza anachoambiwa, lete sadaka. Ni sehemu ya ibada. Lazima uabudu ndio upate hivyo vitu unavyovitaka. Ukienda kwa shetani kuna vitu atakwambia, hiyo ni ibada. Ukija kwa Mungu kuna vitu ambavyo Mungu atakwambia, hiyo ni ibada. Bwana asifiwe sana. Kawaulize Shadraka, Meshaki na Abednego. Maandiko yanasema mfalme alitengeneza sanamu ili waiabudu. So ili kusudi watu waendelee kushamili ile ibada inayofanyika. Ndio maana ni Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hataki uchangamane na yoyote katika ibada. Anatamani yeye tu ndio mpe ibada. Watu wengi leo wamemisi kwenye hii point. Unataka vitu vya Mungu lakini hutaki ibada. Watu wengi leo wanatafuta vitu vya Mungu lakini hawamtaki Mungu. Unatakiwa ujitoe dhabihu mwenyewe. Ujitoe dhabihu. Kama unataka upate vitu vya Mungu, jitoe dhabihu mwenyewe. Umruhusu Mungu achukue nafasi kwenye maisha yako, ndipo